Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya pili ya Majilio. Na katika hii Dominika tunawakisha mshumaa wa pili Bethlehem kando, mshumaa unaozungumzia kuhusu amani katika maisha yetu. Ndiposa masomo yetu ya leo yanataka kutukumbusha yule mfalme ambaye anakuja ni mfalme wa amani. Yule mfalme anatuletea utulizo katika maisha yetu. Ni yule ambaye atakuwa hakimu mwenye huruma, ambaye anaangalia maslahi ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuombe leo ili hiyo amani idhirike katika familia zetu, katika mioyo yetu, katika ndoa, katika kazi na katika ulimwengu mzima. Vile vile tuombe amani ya Yesu Kristo ituwezeshe tuweze kuwa watoto wake wateuliwa. Na somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 11 aya ya kwanza hadi 12. Na katika somo hili inazungumzia kuhusu ile shina la Jese. Ni mojawapo ya zile alama ambazo tuko nazo katika kipindi hiki, na tunaambiwa kwamba kutoka shina la Jese kutatokea mti mzuri ambao utaweza kuwa ishara ya upya wetu ndani ya Kristo. Mti wa kale utakauka, utanyauka, na hivyo shina nyingine jipya litaweza kutokezea. Na hii ni ishara ama inalinganishwa na ule ufalme wa wana wa Israeli ambao ulikuwa mbaya, jinsi ambavyo walikuwa wanateseka walivyokuchukuliwa mateka kule Babiloni, na hivyo wakaletewa huru ndani ya kurudi kwao Yerusalemu. Na hivyo ishara hii shina ya ambao tunazungumziwa kuhusu ni ile Roho ambaye anakuja ndani yetu kupitia ujio wa huyu Masia Emanueli. Basi ndugu zangu, tunakumbusha kwamba licha ya kwamba tuko na shida nyingi, tuko na mahangaiko mengi, kuna mambo mengi ambayo yanatusumbua, tunaambiwa kwamba uzuri utaweza kudhihirika. Tunaweza kuwa na changamoto za fedha, lakini nakumbushwa fedha utapata. Shida za kazi utapata. Shida ya ugonjwa utapona. Familia ambayo inasumbua utaweza kupewa familia nzuri. Mungu atabadilisha maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni yule ambaye anatujali katika maisha yetu. Yeye anatupatia maisha mapya ndani ya roho, anatupatia familia jipya ndani ya upendo, na uzuri wake utadhihirika katika maisha yetu. Na ndiposa tunakumbushwa kwamba katika Msaburi anatuambia kwamba kuna kuja ule mfalme ambaye ataangalia maslahi ya wale wanyonge, ataangalia wale ambao wamekandamizwa, ataangalia wale ambao hawajiwezi, ili katika haki yake mazuri na huruma yake idhihirike, mfalme wa amani. Ndugu zangu, mara nyingi tunajiona ni kama tulihukumiwa. Mara nyingi tunajiona ni kwamba hatuna dhamana. Mara nyingi tunaona kwamba tunateseka kila wakati. Lakini tunataka kukumbushwa kwamba kuna huyu Masia ambaye anakuja, ambaye ni mwenye huruma. Yeye anatuangalia, yeye anatujali kwa sababu sisi ni watoto wake. Usianze kusema kwamba ni ulisaulika. Usianze kujichukia kwa sababu uko na shida za familia. Usianze kujichukia kwa sababu uko na shida za kazi. Hapana, kuna huyu mfalme ambaye anakuja, ambaye anatubadilishia hayo yote ndani ya huruma yake. Na somo letu la pili inatoka katika waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 15 aya ya 4 hadi ya 9. Na hapa tunaambiwa kwamba tukae katika tumaini, tukirekebishana sisi wenyewe, tuweze kuwa watu wa sauti moja, tukikaa pamoja, kwa sababu yule mfalme anakuja sio mfalme wa taifa moja, lakini mfalme wa kila taifa, wa kila lugha, wa kila upande. Kwa hivyo ule mmoja ambao tunahitajika tukae ni ishara ya ule mfalme ambaye anatuunganisha wote kwa pamoja katika roho wake. Na ndio sababu tunaambiwa kwamba tukae pamoja kama familia, tukae pamoja kama wana wa Mungu. Kaa pamoja na ndugu zako katika familia, kaa pamoja na mke wako au mume wako,
kaa vizuri katika kanisa, tuweze kuongea kwa sauti moja. Kila ambacho kinatusumbua, labda shida zile ambao unasipata katika familia yako, ni kwamba kila mtu anaongea lugha yake. Hakuna lugha ya upendo, hakuna kusikizana. Ama mme na mke, kila mtu atakufanya yale ambayo anampendeza. Tunaambiwa kwamba tukae kwa pamoja katika tumaini, tukirekebishana sisi wenyewe. Kuwa mtu wa kuleta mapenzi mema katika ndoa, kuwa mtu wa kuleta mapenzi mema katika familia, kuwa mtu ambaye ni kuna mfano bora kwa watu wale wengine, kwa sababu umenehemeshwa na mwanga wa Kristo, na kwa ubatizo huo umekuwa kiumbe kipya. Na katika injili yetu ya leo ambayo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 3 aya ya 1 hadi 12 inazungumzia kuhusu Yohana Mbatizaji. Kumbuka kuna ule mti wa Jese ambao tunaozungumzia katika kipindi hiki cha Manjilio, inazungumzia historia ya wokovu wetu. Kwa hivyo tunazungumzia kuhusu Yohana Mbatizaji ambaye amekuja kutuletea ujumbe wa toba. Anatuambia wakati ndio huu wa kuomba toba, tubadilishe njia zetu, kwani Masia yu karibu. Huyu Yohana Mbatizaji ambaye alikuja kwa wana wa Israeli, alikuwa anawakumbusha kwamba waweze kuangalia dhambi zao. Ama Farisayo na Masadukayo, wao walikuwa wanajiona kwamba wao ni wazuri, ni wema, na ndiposa akawaambia kizazi cha nyoka. Nadhania ni ile hali ya kuweza kujiona wao wanafaa, waona kosa lolote, wao wamekamilika. Na hiyo ndio mara nyingi tuko katika hali hiyo. Unaona kwamba watu wale wengine ndio wabaya kuliko wewe, watu wale wengine ndio wadhambi kuliko wewe, watu wale wengine ndio waovu kuliko wewe, lakini wanajisahau ya kwamba hata wewe uko na shida zako. Tunaambiwa kwamba tuweze kuzaa matunda mazuri, ndio iweze kuwa dhihirisho ama iweze kuwa ishara ya toba ya ndani ambao tumeipata kutoka kwa Yesu Kristo. Tuangalie, tubadilike ili mazao yetu yaweze kuwa mazuri, kwa sababu tunaambiwa kama hatutaweza kuzaa matunda mazuri, tutaweza kukatwa na kuchumwa. Lakini kwa nini tufanye hivyo? Na sisi wenyewe tumenehemeshwa na Yesu Kristo, tumenehemeshwa katika neno, tumenehemeshwa katika sakramenti, tumenehemeshwa katika mahandili. Leo ni ama Dominika ya leo inatuangiza kwamba tuweze kuomba toba, tuweze kubadilika. Badilika katika ndoa yako, badilika katika kazi zako, badilika katika tabia, badilika katika maneno, badilika vile vile katika mahusiano, ili huyu Masia anayekuja aweze kuwa dhihirisho ya kwamba wewe umekuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Tuweze kuwa miti inayozaa matunda mazuri, ndio ikuwe dhihirisho ya neema ya Mungu katika maisha yetu. Tuombe amani. Hii ni Dominika ya kuomba amani. Tuombe amani katika maisha yetu. Ombe amani katika ndoa, omba amani katika familia, omba amani katika nchi, omba amani ya Mungu izidi kutawala katika maisha yetu. Na hivyo tuweze kuwa shina la amani, shina la upendo, shina la matumaini, na hayo yote yaweze kutufanya watoto wapya ndani ya ujio wa Masia wetu Emmanueli. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mama, tunakushukuru kwa baraka nyingi ambazo unatujalia. Tunakuomba utujalie neema katika amani katika familia zetu, tuweze kujua siku zote, na tuweze kuwa shina la upendo, la amani na matumaini. Natomba hayo kwa jina la Kristo na Bwana wetu, na Bwana awe nanyi. Na mbariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema, Dominika la amani.